Bana, shukran sana. Kama ambavyo tunafahamu, siku ya hii leo kwa upande wa klabu ya Simba wanashuka dimbani kuvaana na Pamba Jiji. Huu ni mchezo wa pili kwa upande wao, huku wakiwa na kumbukumbu nzuri ya kuweza kuibuka na ushindi kwenye mchezo uliopita. Sasa tayari kwa upande wa Mwalimu Steve Becker amekuja na kikosi cha kitofauti, haswa kutokana na kile ambacho kilianza, haswa kutokana na baadhi ya mambo kutokwenda sawa. Tunafahamu kwa upande wa golikipa, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji ambao hawako fiti kwa 100%. Hivyo kwa upande wa Mwalimu ameona afanye mabadiliko. Sasa kabla hatuja kwenda kukitazama kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa Simba dhidi ya Pamba Jiji. Kwa upande wa golini yupo Hussein Abel. Kwenye mchezo wa siku ya hii leo, Hussein Abel ndiye ambaye atasimama langoni. Huyu atakuwa na jukumu la kuwa mtu wa mwisho. Tunafahamu golikipa Jibril Kasari ambaye ni golikipa nambari 1 amepatwa na majeraha. Hivyo kwa upande wa Mwalimu Steve Becker hana uchaguzi sasa, na ndio maana moja kwa moja ameanzisha golikipa Hussein Abel ambaye kwa mechi za hivi karibuni ameweza kuonyesha kitu kwa upande wake. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Nassan Chilambo. Chilambo anatarajiwa kuwa na jukumu kubwa upande wa kulia. Mbali na kukaba, anaweza kupewa ruhusa ya kupanda mbele na kusimama na winga. Hii pia inaweza kumpa winga ambaye anacheza upande naye mmoja kuwa karibu zaidi ya eneo la hatari. Lakini pia kwa upande wa Chilambo, kile kitu ambacho anahitaji Mwalimu ni kuweza kulinda kwa usahihi kwenye eneo hilo, haswa kutokana na Pamba namna ambavyo watakuwa wakisogea. Lakini pia Nixon Kibabage moja kwa moja yupo kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto. Kwa upande wa Kibabage tunafahamu jukumu lake kubwa ni kuleta uwiano upande wa kushoto, ana uwezo kucheza vizuri zaidi kwenye eneo hilo. Lakini pia kwa upande wa kocha Steve Becker atakuwa akimhitaji zaidi kuwa na nidhamu kutokana na vile ambavyo mfumo wake utakuwa unakwenda. Lakini pia kwenye upande wa beki wa katikati, kwanza yupo Ismail Ture. Ismail Ture ni mmoja wa wachezaji muhimu kwenye kikosi. Tunafahamu ana nguvu kwenye mapambano, lakini pia ana uwezo wa kushinda mipira ya juu, lakini pia ana uwezo wa kuwa tishio hasa kwenye mipira ya kona. Tuliweza kuona kwenye mchezo uliopita dhidi ya Kagera Sugar aliweza kuscore. Kwa hiyo huyu ni mchezaji ambaye ni muhimu zaidi. Lakini pia Rashid Diraki ambaye ndiye nahodha atakuwepo kwenye eneo hilo. Diraki tunafahamu amekuwa na uzoefu mkubwa, lakini pia amekuwa na uwezo mzuri wa kusoma mchezo. Ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo mzuri wa kuweza kulinda, lakini pia na uwezo mzuri pia wa kusogeza timu mbele. Wakati huo pia kwenye eneo la kiungo cha chini yupo Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Kagoma tunafahamu anakuwa mmoja wa watu muhimu kwenye mfumo huu. Jukumu lake kubwa sio kukaba pekee, lakini pia atakuwa akihitajika zaidi kusogeza mipira kwenye eneo la mbele pale ambapo atakuwa anachukua mpira kutoka kwenye mabeki wa katikati. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Ibrahim Jabal. Kwa upande wa Jabal anaingia kwenye mchezo huu akiwa ni kiungo ambaye ameweza kuonyesha uwezo mkubwa kwenye mechi za hivi karibuni. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi kupambana na viungo wa Pamba, lakini pia atakuwa na uwezo wa kupress zaidi kwenda kwenye eneo la mbele kutokana na namna ambavyo amekuwa akicheza. Kratos Chota Chama atasimama kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Tunafahamu huyu ndiye ambaye atakuwa anatazama zaidi pasi zake, namna ambavyo atakuwa anapiga na uwezo wake wa kuwa na utulivu kwenye eneo la katikati, hasa pia kwenye eneo la mwisho. Kocha atakuwa pia hahitaji Chama abaki sehemu moja, atatakiwa kuzunguka zaidi, wakati mwingine ashuke zaidi kuchukua mipira kwa upande wa Kagoma na Jabal. Lakini pia kwenye upande wa winga pembeni kulia atasimama Elim Panzu. Kwa upande wa Mpanzu tunafahamu anaingia kwenye upande huo kutokana na majeraha ya Libas Geye. Hivyo kwa upande wa Mwalimu kitu pekee ambacho anakitazama zaidi ni kwa upande wa Mpanzu, namna ambavyo atacheza kwenye eneo hilo akiwa anaingia ndani zaidi kutokana na aina mfumo ambao amekuwa akiutumia zaidi. Lakini pia Anset Oura atasimama kwenye eneo la winga pembeni kushoto. Kwa upande wa Oura tunafahamu namna ambavyo amekuwa anacheza, ni mchezaji ambaye amekuwa ni sahihi kwenye eneo la kulia, kwenye eneo la kushoto, namna ambavyo amekuwa na dribble na namna ambavyo amekuwa anatembea, ya maana kwamba mambo yatakuwa namna hiyo. Lakini pia Ibrahim Dombia, huyu ndiye mshambuliaji wa mwisho, ya maana kwamba kwa upande wa Mwalimu atakuwa akimtazama kwa upande wa Dombia namna ambavyo atakuwa akionyesha jukumu kwenye eneo la mbele. Kazi yake ya kwanza ni kukaa kwenye eneo la hatari. Kwenye mechi hii atakuwa mhitaji zaidi Dombia kushuka chini, lakini amemueleza zaidi kusimama kwenye maeneo ya hatari, kwa sababu Mpanzu tayari yupo kwenye eneo la kulia, kushoto Ansati Oura ndio ambao atakuwa anamletea mipira zaidi kwenye